Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Februari 13 mwaka wa 2026. Katika yale tumekuandalia mchana wa leo mtazamaji, pia msikilizaji, kwa kuwa haya ni matangazo yetu ya alasiri. Ndege ya kwanza baada ya machafuko karibia mwaka mmoja tangu M23 wauteke mji wa Goma, na kwa muda wa siku zote hizi kufikia leo ndege hazikushuhudiwa kuonekana katika mji wa Goma au kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa hapo Goma. Na ikumbukwe hapa desturi na kikawaida na kadiri inavyojulikana, huo mji wa Goma unaojulikana kama vile mji wa utalii mashariki mwa nchi, ni kila saa mji wa Goma ulikuwa ukipokea ndege za aina mbalimbali, zile za kudema na vile vile ndege za kuruka. Lakini tangu kushikwa kwa mji huo na muungano wa FCM 23 na RDF jeshi la Rwanda, hakuna ndege yoyote inayoshuhudiwa kuwasili katika mji wa Goma au kudema kwenye uwanja wa kimataifa wa Goma. Mtazamaji pia msikilizaji, kumbuka kwamba siku ya Alhamisi ya tarehe Februari 12 mnamo saa za mchana, helikopta ya MONUSCO ambayo ilikuwa ikimchukua kaimu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye si mwingine bali ni Bibi Viviane Van de Per, aliwasili kwa njia ya helikopta na kudema kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma. Hapa tunakwenda kusikia nini? Hapa tunakwenda kusikia jinsi gani wakaaji wa Goma walipoona helikopta hivyo na walivyoipokea na vile walivyofikiria. Basi hapa twende sote kusikiliza, kila mmoja kitega sikio, tusikilize mmoja anavyozungumza mara walipoona helikopta hiyo kuzunguka au kuwasili katika mji wa Goma na kudema kwenye uwanja huo wa kimataifa wa Goma. Hebu tega sikio, andamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla tumsikilize mkaaji huyu wa Goma, tafadhali wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Karibu Bibi, karibu, na jaribu kutupa picha, jaribu kutueleza ilikuwaje mara mlipoona helikopta ya MONUSCO au helikopta, kwa sababu mlipoiona mlikuwa bado kufahamu ni nini. Ilikuwaje katika mji wa Goma? Karibu. Sasa jana ilikuwa alerte watu wote mpaka unaambia helikoptere, tunakuwa wambuti kabisa, tunaanza unashe wote kuyulu. Sasa yote mwingine unalamikia mwenzako, mbona inashuka? Tukaona inakuwa sasa ni kizungu kile kinakui. Tukashangala, tukasema Mungu atutendee, hata Mungu anaweza kabambi zishuke. Unajua ka krizi iko kwa ya nguvu ile maonyo mahai maragi ya pigeon vert ziko huku Goma, manake zinakosa na soko, zikosa na soko. Murongo ya ai tulikuwa tunaiuza kama ikakuwa ni 3500 4000, leo hivi wanakupatia hiyo unakutana 2000 na 1500. Ndio vile ishakuwa na nani ayuzi. Utabeba ile hai yote wapi? Kuna pesa ndabeba ile murongo ndatia kunyumba kweli, takuwa kula polepole. Kisha nataka nabebe mirongo 2 3 nani uko napima hai ya sania mingi. Kisha unasema ndaibeba ile yote, hata ni uchuruze hakuna na mimi mwatakia niuzie fasilima. Maragi murongo ile ya pigeon vert isha kwa tena imeanza panda, mimi ilikuwa ma 2000 francs, ishaanza kwa zina 2005. Sasa tukatambia tu inapanda 2005 murongo moja. Unakutana murongo ya blanketi 2000, murongo ya ile maragi moja inakuwa saa kalanga ile vidogo vidogo, ule mwa unakuwa shaka ma 3000 francs. Leo hii ushakuwa njo 2300.
nafasi moja unakutana 2200 na huko kutana vitu viko mumungini me hakuna vakuuza na vakosa huko wakutana mwalikuwa naisha mandazi ndazi zinamkaukia kusali juu make wakakupika ndazi hapa we ni kilonda kawambi juu tatoka ndazi kusali juu iko na ujisha naenda narudia aziishi hapa napiga machapati sambusa unakutana zinarudia chapati unakuwa saa ile ya Yesu mfilmu nakata chapati lisha mkaukia unalia kwa unajiuliza Mungu wangu hiyo yote ni nini kukosa baklia Mungu atutendee tu vya mzuri vrema tutaenda kushukuru na tutashukuru sana maisha tena irudi saa kawaida ya zamani watu watashukuru kabisa. Pole kwanza, poleni kwa kweli, poleni. Ndivyo mambo yalivyokuwa hivyo. Pole sana basi. Kuna mengine tupe kubisodo basi. Nyuma hapo kisha kama makuta iko naonekana mtere mtu anajuaka huko nakutana na bombo za watoto mtoto sona anakulilia kako unaambia ile sanfra kama nikimbia na kuko bombo ya 250 unaambia ngoja ndio mdileta mtoto bombo ya 250 leo sasa bombo hii bombo ordinaire yenye haina muti hivi wanakupatia bombo 10 sanfra 10 sanfra na nani aviuzi sasa wakutembeza bombo kwa tembeza bomba quartier murongo ya omo isha kwa 2000 francs na inusu murongo 1000 francs vere 500 francs maki ndio watu wiko nazunguruka mwingine unakutana huyu bombo huyu alimeti na kutembeza maki huko nakutana wakuzunguruka mwingine kukia kutafutisha gizi wauzishi ishakuwa sana manake huko nakosa watu nazunguruka na kala magharibi pita sasa huko kitrante magharibi unakutana pa manguo vyeti tunaua bei shapata jaribu kila siku wanamuua tunaua bei nguo 1000 francs muuzie watoto pantalon 1000 francs ushaona jeans 1000 francs anakata balo anakwambia 1000 francs pantalon chemise na 1500 na 2000 za mzuri 1000 francs unakia kutana mwingine tunaua bei anakata balo mangu 1000 francs na 2000 vraiment unaona tena ndio Mungu siauzisha na kitu nilienda pana makutangu urangura lakini sitauzisha kisha unaona anakuwa nalia akiona vinakuwa nguvu anakuambia muuze mangu sensa unakutana ni manguo zenye hawezi pata kusensa mimi anaziuzisha vile sensa jua apate ngapi 5000 naye yame chakula maisha shakuwa dire huku maake omoye tu Mungu alibere tu kabisa. Haya basi, asante sana bibi kwa maelezo yote hayo, kwa kutupatia picha na mazingira ambamo watu wanaishi katika mji wa Goma kwa sasa. Basi tunakutakia kila laheri na pole sana. Basi kufikia hapo hatuna cha ziada. Tumekamilisha yale ambayo tumekuandalia mchana mwa leo. Hayo ndivyo mambo yalivyokuwa katika mji wa Goma. Hadi tutakapokutana tena hewani. Asante kwa kuifanya channel yako hii Kuna Nini News kuwa channel yako ya habari. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kuandamana nasi.